dhambi unatubu kila siku. Kila mara uko mbele za Mungu unasema Mungu nisamehe nimetenda. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, hukumu ambayo itakuja kwa maisha yako, utahukumiwa kwa nini ukufanya kazi ya Mungu. Utahukumiwa kwa nini sengo unajua kwamba mtu fulani anafaa kusikia neno na hukumwambia atakuja. Maana utahukumiwa uulize kwa nini marafiki wako, wewe ulikuwa unajua Mungu na marafiki wako hawajui Mungu. Hiyo ndio hukumu ambayo inakuja kwako kama Mkristo. Omwami Yesu afu. Maana anasema kwamba katika shamba la Bwana mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Tunapoongelea watendakazi, jiangalie wewe mwenyewe. Mimi najaribu kufanya part yangu. Wewe unafanya nini katika kingdom ama katika ufalme wa Mungu? Heri yule mwenye ajui Mungu, heri yule mwenye ajaenda kanisani kia kalangaza kusoke. Anapokuwa katika kiti cha enzi, atasema Mungu mimi sikujua. Wewe utasema nini? Atasema Mungu mimi sikujua. Mungu sikujua kwamba vitina ni mbaya. Mungu sikujua kama uchawi ni mbaya. Mungu sikujua kama wivu ni mbaya. Wewe unaenda kanisani, utasema nini mpendwa? Endelea. Hivi ndio Yesu anataka ufanye. Enendeni. Angalieni. Na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa hivyo ukichua kwamba kusudi lako ni nini katika ufalme wa mbingu, Yesu anatutuma sisi. Na Yesu hatutumi kwa watu ambao wanatupenda. Anatutuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Kila mara unaona kwamba kondoo anapoenda kwenye mbwa mwitu anatarajiwa nini? Kufanywa kitoweo. Ndio. Noruma wikese noliru mamuchi bwana mumuvisuti. Kama kawaida chimbo kila ruka kulikeze nojifanya chirum. Kwa hivyo Yesu anatutuma sisi. Kila mara wewe umetuma na Yesu, unaenda kwa watu wenye hawakupendi. Maandiko yanasema kwamba kwa vile ulipokea Yesu, wewe si wa huu ulimwengu. Kwa hivyo usitarajie ulimwengu kupende. Ulimwengu hautawahi kupenda maana wewe si wa huu ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wewe umeokoka na unaona dunia inakupenda, unaona kila mmoja kwenye unaenda bakusangana anasema maidori kasi wa mulai. Niyo chasenge bakufu myanga sawa, wewe ni wa hii dunia. Kama wewe si wa hii dunia, hawatawahi kupenda. Utaishi unaona unatenda mambo mazuri, hakuna mtu hata anakuambia asante. Unasaidia watu, hakuna mtu anakuambia asante. Jua kwamba wewe unatenda kazi ya Mungu. Mwambie Yesu afu. Wale wanaotenda mapenzi ya Mungu mpendwa, wako na vita. Ndiposa Yesu anatuambia katika kitabu cha Luka 10:3. Anasema kwamba na watuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Anapokutuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu, tarajia kwamba utakuwa na vikwazo mahali. Tarajia kwamba wengi watakusema. Tarajia kwamba utakataliwa. Tarajia kwamba wengi watakuchukia. Heri wewe unayechukiwa na unasema kwamba niko na Yesu. Hata nisimame, hata mkinikataa najua mimi nahubiri Yesu. Hata mkinikimbia najua niko na Yesu. Unaona ni heri sana upoteze marafiki lakini usipoteze Yesu. Omwami Yesu afu. Omwami Yesu afu. Ambia mwenzako heri upoteze marafiki lakini usipoteze Yesu. Ambia mwenzako kwa sauti heri upoteze marafiki. Wengi wameishi kufurahisha marafiki wapendwa. Omwami Yesu afu. Kwa sababu Mungu ametutuma kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Unapofika kwenye mbwa mwitu, unaambia unaona mtu Mkristo na salama unocheromu hola niko romu kwa hola. Yaani lazima unochenia baloka ngozuro kwa kubela ogoka. Unocheromu hola niko romu. Ziwa tunasema. Sakuloma angasema. Bali na achila na bakulanga sindu fulani. Heri mimi nifanye. Simama imara umtetee huyu Yesu. Mwambie Yesu afu. Wewe ni kondoo umetumwa katika mbwa mwitu. Lakini Yesu anatutia moyo anasema nini? Endelea. Anasema msichukue mfuko. Rudia hapo juu. Kuna jambo moja. Ile enendeni. Enendeni. Angalieni. Na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko. Wala mkoba. Wala viatu. Wala msimsalimie mtu njiani. Maandiko mengine yanasema hivi. Unapotumwa na Mungu kwenda kufanya kazi, acha kuuliza kwamba Mungu ninaenda nitafanya nini.
Mwami Yesu afume. Wele na akhurumira liyamana no chesten mawe wilwache. Senge khanja khuromoli kanenda chanende nanuta. Kanisa lingekuwa limekuwa kubwa kama wewe ungechikumbusha kama Mkristo useme kwamba acha niende nifanye nini? Nifanye evangelism. Yesu anatutuma kila mara wapendwa. Marafiki wako wanafaa kujua Mungu. Yaani kuna watu wengi acha niwashangaze. Ewo wako kala kilibasa lebo ndipo olinapo ndipo kenda na hawaamini kama umeokoka. Hata hawajui. Kumbe labda kubonanga soche mkanisa. Hujaiambia mtu uzuri wa kwenda kanisa ni nini? Hujaiambia mtu naenda kanisa kufanya nini? Mwami Yesu afume mikombe. Amen. Haleluya. Tuko pamoja. Na kwenda kwa roho sisi. Muniangalie. Senge vete mikombe la kejo. Nasukumiraga nanjala. Abaga Yesu anataka kututuma. Namasa sasa. Yesu anataka kututuma wapendwa. Na akikutuma usiulize maswali. Usiulize nitaenda na nani? Usiulize kwenye naenda nitakula nini? Kwenye naenda nitafanya nini? Yesu anataka kutetee na akikutuma anakutuma na sababu. Mwami Yesu afume. Endelea. Na nyumba yoyote mtakayoingia. Na nyumba yoyote mtakayoingia. Semeni kwanza. Amina. Semeni kwanza ni? Semeni kwanza. Amina. Amani. Amani. Iwemo nyumbani humo. Iweni nyumbani humo. Yekarakasi kidogo. Unapoingia nyumba yoyote kama Yesu amekutuma, ikiwa sema amani iwe kwa hiyo nyumba. Wengi tunapoenda kwa mtu wala ulimuno mutegeleko. Mwami Yesu afu. Sawoloma anga ori. Wewe muno mwategeleko sakababu chai kwa kabele kwa mwananywa. Unataka kuona chai, tangulia kusema kwamba amani ikuwe hapo. Mwami Yesu afu. Maana nyumba nyingine unaweza sema unaweza enda utarajie kukula, wala mama ni mba moto. Hakuweze chai yose leo sasa kabisa kubera amani hakuna. Wewe umeingia ujesema amani. Bakuwabuzu mabukumike sawa mao namwe ogeza kitaribula iwana roge kitari orende kuchunezo ocho nyale sasa kabisa mwami afu. Ukiingia nyumba yoyote ingia kusema amani iwe hapa. Mwami Yesu afu. Maana kwenye kuna Yesu kuna amani. Kwenye kuna Mungu kuna utukufu. Nyumba yenye haina amani, moyo wenye una amani, maisha yenye hayana amani, hayana Yesu ndani. Mwami Yesu afu. Ingia ukisema kwamba amani. Nenya so uchifunze leo. Nochawa mundu mikombera nga wala sa munju. Wengilo amani ya Bwana iwe nayo. Mwami Yesu afu. Lobona muntu na kusulunyire. Hata muntu na alimo mubi opangire kukolera salivi. Arabona sasa kumwa kuganyulo. Mwami afu. Chifunze kutangaza amani ya Bwana. Mwami afu. Chifunze kutangaza upendo wa Yesu kila mara. Maana upendo na amani ya Yesu hiyo ndio inakusaidia pekee. Mwami Yesu afu. Kwa hivyo unapoingia nyumba yoyote tangulia kusema kwamba nini? Mungu ni mwema. Nikombe. Unatangulia kusema nini? Amani. Unasema amani iwe. Mwami afu. Hata kama umewekewa sumu, utakula hiyo sumu uenda na Mungu atakutetea. Okabazina kumwima kwa kuingera ngasabuju mwa muntu usemi amani ngawola sana kuikarasi ngakurera kumuchero vera ngakurera sina. Ambia Bwana amani ya Bwana iwe nawe. Amen. Soma kumalizia. Namba 6. Akiwemo mwana wa amani. Akiwemo mwana wa amani. Amani yenu itamkalia. Amani yenu itamkalia. La hayumo amani yenu itarudi. Kama hakuna yoyote mwenye amani kwa hiyo nyumba, amani itakurudia. Mwami Yesu. Amen.